Yesu, mtazamaji wa Gospel Voice TV, na ninashukuru Bwana kwa sababu ya kuchagua Gospel Voice TV ikiwa TV yako ya nyumbani. Niko na imani kubwa ya kwamba Bwana Mungu wa mbinguni atakuwezesha kuwa wa baraka, na mimi pia ninaomba ya kwamba nikuwe wa baraka katika maisha yako. Na ninashukuru Bwana kwa sababu uko hai, na Mungu mwenyewe anaitwa Mungu aliye hai. Na kwa hivyo, kwa sababu uko hai, unisikilize tu vile neno Bwana Mungu amenipea kwa ajili ya maisha yako, na ili maisha yako iweze kusimama imara kama vile inavyomfurahisha Bwana. Na wale ambao tumekutana mara ya kwanza, ninaitwa Pastor Raphael kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship CFF Meru. Mahali panaitwa Makutano, na Yesu ni Bwana katika maisha yetu. Na siku ya leo niko na ujumbe ambao Bwana amenipea wa kutetea imani, kwa sababu kitu ambacho mwanadamu anaona sio cha dhamana, ama moyo umekufa pande hiyo, hauwezi kukitetea. So wacha tuombe tuingie kwa neno. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya hii nafasi ambayo Bwana umenipatia niweze kusimama mbele ya watu wako na niweze kuleta neno ambalo litaleta ushindi maishani mwetu. Niko na imani kubwa utanitumia kama shobo, bali jitukuze kwa utukufu wako, na ya kwamba yale maneno nitakayoyaongea yaleta ushindi kwa utukufu wako. In Jesus name we pray. Amen. Nitaanzia na kusema ya kwamba tunaongea kuhusu kutetea imani, na niseme ya kwamba kitu ambacho moyo wako ukishoka hauwezi tetea. Unaona, mzazi hata akiwa na mtoto kemaramali, mtoto ambaye haabiriki, mtoto ambaye ni mtukutu tu, ama pia ni mwizi wa kijiji, na ni mtoto wa kwako, wakati wowote ambao moyo wako haujashoka, hata ukija kuletewa maneno ya kwamba mtoto anafanya utakuwa unamtetea kwa sababu haujashoka na yeye. Lakini siku ile utashoka, hata hautamwambia. Utakuta ya kwamba hauna misingi mikubwa ya kumdefend, nitumie hiyo jina, kumdefend. Lakini ukishoka hautetei tena. Nimeona mtu ambaye amekaa kwa doa, amekuta ya kwamba hali ya maelewano katika doa kwake haiendi sawa. Na wakati mke aliomba divorce na akaamua ya kwamba bwanangu ana mistreat, alikuwa na frame bwanake vibaya, maana mama mara analeta fujo kwa doa, anatoroka anarudi kwao, jamaa anaenda anateta na wazazi, anaambiwa lazima ulete buzi, mke hawezi toka hapa bure. Alilipa buzi mara 7 mara 8. Mara ya mwisho alipoenda hakuenda na buzi. Na kwa sababu gani? Mara zile alikuwa anaenda na buzi ni kutetea, alikuwa anatetea doa yake. Lakini mara ya mwisho alisema moyo wangu umeshoka, sitaweza kuitetea. Na alipoenda kwa wazazi, akasema ya kwamba sasa sija kuja na buzi this time loud, nimekuja kutafuta divorce. Walijishosha, nenda bla bla, utapata mke wapi mzuri mwingine kama huyu, wakaongea vile waliongea tu. Na mwisho, na mke ndiye alikuwa akiitisha divorce for the past 4 times. Mara 3 za kwanza, maana alikuwa ameenda nyumbani mara 7, mara 3 za kwanza hakuitisha divorce. Mara ya 4 akaanza kusema huyu bwana ni kunizoea, amenizoea, akaitisha divorce. Bwana akakatalia. Mara ya 5 akaitisha divorce, bwana akakatalia. Mara ya 6 na ya 7. Hii mara ya 8 bwana hakuenda na mbuzi. Alisema ya kwamba ninataka divorce, na wakaenda kotini. Na walipoenda kotini, akaambia judge ya kwamba hakuna kitu ingine, nataka ni divorce. Wakaulizwa mmesikizana? Akasema ndio, tumesikizana, mimi sitaki kitu kingine, nataka divorce. Na mama akainua mkono mbele ya judge akasema kama anataka divorce ni sawa, hata mimi naitaka. Lakini mimi ndiye nitabaki na watoto. Kwa hivyo mali ile tuko nayo yote ni mimi ninaashiwa, kwa sababu ya ABCD ni mimi nabaki na watoto. Jamaa akasema hata hakuna kitu nataka, apewe yote. Jaji akauliza namna gani? Mama akasema na hata gari ile ambayo tuko nayo tulikuwa tumenunua, maana ni mimi nitakuwa napeleka watoto sijui shule. Kijana akasema sitaki hata hiyo gari. Hakuna kitu nataka. Mimi I just want my peace. Hakuna kitu kingine nataka. Sister za husband, za wife wakashangaa. Tunajua ni sister yetu alikuwa anamistreatiwa.
na tunajua hawa watu wako na mali, na huyu kijana anasema hataki kitu kingine. Wakaona kama ni kujifanya anajifanya. Okay, the story sio kujifanya, the story si ati ya kwamba ABCD. Nataka ushike, kijana ametetea ndoa yake mara 4, akiitishwa divorce anakataa kwa sababu alikuwa anatetea ndoa. Lakini hii mara ya mwisho amekataa kuitetea, ni moyo umeshoka. Wakati mtu moyo wake umeshoka, alishokuwa anakitetea anakataa kukitetea. Unaweza kuwa umetetea ndoa mpaka moyo ushoke. Moyo ukishoka hautetei ndoa. Unaweza kuwa umetetea masomo, mtoto umemjaribu shule ya kwanza, umemjaribu shule ya pili, umemjaribu shule ya 5, umemjaribu shule ya 6, umemjaribu shule ya 7. Yaani unafika mahali unasema no. Sitetei tena, wacha ikae. Wacha hiyo masomo ifike. Na Biblia inasema hivi, maana ninaongea kuhusu kutetea imani. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Mstari wa 6. Biblia inasema, lakini pasipo na imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana yeyote amjiaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo, na ya kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Ya kwamba katika hii safari ya Mkristo, imani ni paramount. Imani ni kitu ambacho hauwezi liganisha na kitu kingine. Imani hauwezi trained na kitu kingine. Imani hauwezi iliganisha na kuifananisha na kitu. Na kwa hivyo vita kubwa ambayo uko nayo wewe ambao unaamini Mungu, vita kubwa utakuwa nayo ni ya kumwamini Mungu. Na yeyote ambaye anamjia Mungu, yeyote ambaye anamjia Mungu lazima aamini. Yeyote anamjia Mungu lazima aamini. Na kwa hivyo, if you confess that Jesus is the Lord, if you confess that you need God, if you confess that you are son of God, if you confess that you have relationship with God, if you confess that you know God, if you confess that you want to walk with Him, one of the things that you need to defend is your faith. Lazima ujifunze kutetea imani. Nikwambia maneno haya, imani ndio tu husababisha iweza kuonekana tofauti yako na wale ambao hawajaamini. Sasa mimi nimeamini Kristo, nimeamini Mungu. Na imani niliyo nayo, nikisimama hapa ninakuhubiria Kristo kwa sababu ninamwamini. Mimi na yule mtu mwingine ambaye ni pagani, mtu ambaye hajui Mungu. Yaani tofauti ya wana wa Israeli na wana wa Kanani, wa Misri, wa Amori, wa Jebu, wa hivi, tofauti yao ni imani, sio kwa sura, sio muonekano. Muamori akisimama hapa na Muisraeli asimame hapa, hauwezi tofautisha. Lakini wanapofanya matendo ya imani, ndio itasababisha isemekane ya kwamba na huyu ni wa Mungu na huyu si wa Mungu. Tofauti yetu na watu wa dunia ni imani. Tofauti yangu mimi mchungaji na wale watu wengine ambao hawajaamini ni imani ya kumwamini Mungu. Imani ndio huwa inafanya kuwe na tofauti ya watu ambao ni wa Mungu na watu ambao si ya Mungu. Watu wa Mungu wanajulikana na imani kwa namna gani? Wako na kiu ya vitu ya Mungu, kiu ya vitu ya Mungu. Wako na kiu ya kuenda kanisani, wako na kiu ya maombi, wako na kiu ya kusoma neno, wako na kiu ya kuhurumiana, wako na kiu ya kusikiza injili, wako na kiu ya kupenda. Hizo kiu zote ukiwa nazo zinaashiria uko na imani na Mungu. Na wale ambao hawana kiu ya upendo, hawana kiu ya maombi, hawana kiu ya kusoma neno, hawana kiu ya kwenda kanisa, ndio tofauti yao na wale wanaamini Mungu. Wanaomwamini Mungu wako na kiu ya vitu fulani. Yaani uranyotera indo tofauti na andu aria angi iria manyotagira. Kwe mundu unyotagira bangi, kwe mundu unyotagira thigara, kwe mundu unyotagira njohi. Kuna mtu ako na kiu ya bangi, kuna mtu ako na kiu ya sigara.
kuna mtu ako na kiu ya pombe, kuna mtu ako na kiu ya umaraya. Hiyo kiu yake na kiu ile uko nayo, ile matendo ya kiu yako na matendo ya kiu yake ndio tofauti ya kuonyesha wewe ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, jambo la pili kuhusiana na kutetea imani. Imani ndio hufanya mtu atetee vitu ama azidhamini vitu ambazo macho yake haioni. Yohana 11 mstari wa 42, Yesu akiongea anasema maneno haya: imani husababisha mtu atetee vitu ambazo hazioni. Yesu akiongea anasema, ninajua ya kuwa wewe hunisikia siku zote. Ninajua. Moyo unasema ninajua. Moyo unasema ninajua ya kuwa wewe unanisikia siku zote. Yaani hajaona, hayuko karibu na huyo. Anaongea na Baba akiwa mbinguni, yeye ako hapa duniani. Lakini anasema ya kwamba ninajua ya kwamba unanisikia. Ishara ya kwamba simuoni maana hayuko hapa, lakini I know, that is faith. I know. Hiyo ni imani. Ninajua ananisikia. Nishaisikia mtoto akisema I know babangu atakuja kunishukua shule. Na ukweli baba alikuja. I know. Ninaongea hivyo ndivyo uweze kujua. Imani ni kutetea kitu ambacho haukioni. Kitu ambacho haukioni. Yusufu alipofika ni kukufa, akaita ndugu zake. Akawaambia, na siku ile Mungu aliwaambia number 1, ninajua Mungu atakuja kuwakalisha. Imagine, mtu anaongea hivyo. Ninajua Mungu atakuja kuwakalisha. Huyo ni mdorakwa, ni mtu anakufa. Lakini anaambia wale wako hai, wale madugu zake ameacha, I know Mungu anakuja kuwakalisha. Yaani hiyo imani ya kwamba ninajua. Na hapa Yesu anasema ninajua ya kuwa unanisikiza. Imani ni kujua. To have faith is to know. Na utatee ile kitu unajua. I know. Yesu anasema ninajua ya kuwa unanisikiliza siku zote. Lakini nimesema haya kwa ajili ya umati huu uliosema. Yaani mimi sisemi kwa ajili yangu. Ninajua unasema, mimi hiyo nimesema ni kwa ajili ya hawa. Otherwise hata bila hawa mimi najua unanisikiza. Lakini ili wajue unanisikiza, ninajua nikiitisha Lazaro afufuke atafufuka. I know, ninajua unanisikiza. So Lazaro nikisema utafufuka. Maana ninajua unanisikiza. Yusufu anasema ya kwamba ninajua Mungu atakuja kuwakalisha. Na anasema ya kwamba na msiache siku ile atakuja kuwatoa huku. Ninajua mtakuja kutolewa. Msiwaiacha mifupa yangu huku, muende nayo. Yaani hiyo imani ya aina gani? Ati ninajua atakuja kuwatoa huku Mungu siku moja. Na huyo mtu anasema ninajua. Na hiyo anaongea kuhusu miaka 100 itakayokuja. 100 of years anajua itafanyika. Ninajua atakuja kuwatoa huku. Na akija kuwatoa mifupa yangu. Imagine mimi hata, kwani imani inafanya kazi namna gani? Watu wengi walikufa jangwani. Wale waliobeba mifupa walienda kufukua kaburi, wajua mifupa iko wapi, wakaitoa na wakaibeba. Walipokuwa wanaingia promised land, waliobeba mifupa na kuifukua walikufa na haikuingia promised land. Lakini mifupa ya mtu mwenye imani inaingia promised land. Yaani mifupa ilivuka Jordan na ikaingia. Lakini walioifukua hawakuwa na imani, wao hawakuvuka, wao walibaki. Lakini mifupa ya mtu amekufa akiwa na imani inaingia promised land. Mpendwa, kuwa na imani na Mungu. Have faith. I know. Ukisikia mtu akisema I know, najua Bwana anatengeneza njia. I know. Ninajua. Najua Bwana anatengeneza njia. Yaani anajua kuna kitu Bwana anafanya. Yesu anasema ninajua unanisikiza. I know. Na mimi ningependa nikuulize, unajua ni nini Mungu atakufanyia? Ukishajua hiyo, ukweli atafanya. Ninajua ya kwamba unanisikiza siku zote, kwa hivyo nikiita Lazaro atafufuka. Ninajua ya kwamba Bwana atakuja kuwakalisha na alienda kuwakalisha. Ninajua ya kwamba mtakuja kushukuriwa mregesho kwetu. Na mkija kushukuriwa,
I speak ya kwamba mifupa yangu isiachwe hapa. Ninajua. Ukikosa kujua kuhusu Mungu, yani hakuna kitu unajua atafanya. Ninajua Bwana atanibariki. I know atanibariki. Yani mtu akiongea atabarikiwa. I know. Anasema ninajua atanitengenezea njia. Ninajua Bwana ni mwaminifu, hawezi niacha katika hii situation. Ninajua. I know. Because of faithfulness, hawezi niacha kwa hii situation. Hiyo uaminifu wake. Ninajua ya kwamba ananipa. I know he loves me. Na kuomba ya kwamba umjue kitu kuhusu huyu Mungu. Tetea imani kwa kujua kitu. And number 3 about faith. Faith makes you command situations. Imani inasababisha uamulishe hali. Kuna hali katika haya maisha zinakutanaga na mtu, zinahitaji amri. I command you. Yesu aliambia pepo, you evil spirit, I command you, you mute an evil spirit to come out of that man. Yesu akakomandi, pepo inatoka. Mpaka pepo inajua. Mpaka pepo inajua. I know. Akakutana na madman. Akakomandi situations. Akakutana na upepo ulikuwa boisterous. Upepo unavuma. Akaicommand. Akaambia wind come. Tulia. Yani imani ukiwa nayo, kuna situation katika maisha yako utacommand. Uiambia wewe magonjwa, wewe hauwezi kaa kwangu na mimi nikae. Kuna mtu aliniambia hawezi kaa rumu moja na tumadizi ture tudogo tunaitwa kasukari. Hawawezi lala rumu moja. Mmoja lazima akomandi mwingine. Na akaniambia I command those bananas to eat them. Anazikomandi, anazikula. Nataka nikwambie hivi. Imani inasababisha mtu akomandi situations. Mark chapter 4 and verse 35. Mariko sura ya 4 mstari wa 35. Siku hiyo ilipokaribia jioni, akawaambia wanafunzi wake, tuvukeni twende mpaka ng'ambo ya pili. Verse 36, wakauasha ule umati wa watu, wakamshukua vile walivyokuwa kwenye mashua. Palikuwa pia na mashua nyingine nyingi pamoja naye. Kukawa na dhoruba kali, nayo mawimbi yakaipiga ile mashua hata ikawa karibu kujaa maji. Yesu alikuwa katika shell tree akiwa analala juu ya mto. Wanafunzi wake wakamwamsha, wakamwambia, mwalimu, hujali kama tunazama? Mashua ishaanza kuingia maji. Akaamuka, akaukemea ule upepo, akayaambia yale mawimbi yawe kimya, tulia. Ule upepo ukatulia, kukawa shwari kabisa. Napenda imani. May you be a man of faith. May you be a man of faith. Na utatea ile imani. Ukiwa na imani unaweza kemea hali. Unasema na wewe hali ya aina hiyo wewe umeniadama sana. Umenizoea hali. Mtu wa imani. Imani husababisha mtu akomandi situations. Yesu alikomandi situations kwa sababu ya imani. Imani inafanya kazi ya kusababisha mtu akomandi hali za aina fulani zikifanyika katika maisha yake. Ni vizuri pia nikuambia kwamba imani husababisha mtu avunje maagano mbaya ama akose kutii sheria baya. Imani husababisha mtu akose kutii sheria ambayo ni baya. Haya, Hebrews chapter 11 and verse 23. Hebrews chapter 11 and verse 23. Waibrania 11 mstari wa 23. Kwa imani ndio hiyo. Wazazi wa Musa walimfisha kwa miezi 3 baada ya kuzaliwa, kwa sababu waliona kuwa sio mtoto. Yani I love that. Yani mzazi anazaa katoto, anakaangalia hivi, anaona na huyu mtoto, huyu si wa kawaida. Anasema, Farao, ulisema watoto wauawe, huyu hakufi. Huyu si nomo. Huyu si wa kawaida huyu. Mimi sijui ni alama waliona kwa uso. Hakuwa na alama kwa uso ya kusema si wa kawaida. Ati Yakobo mtoto amezaliwa na karatasi ameshika hivi kanasema I am not a normal child. Hakuna kitu kama hiyo. Ni mtoto si wa kawaida. Mzazi ana passive. Imani
Kama wewe hauna imani, hauwezi ona vitu ambazo sio za kawaida. Vitu za kawaida zinaonekananga tu kwa imani. Imani inasababisha, yani mtu akiuke, wala hawakuiogopa amri ya mfalme, that faith. Umesema tuue watoto, huyo hatuui, tunafisha. Na unajua mfalme akitoa amri, na tena huyu ni mama mtumwa, alafu unakauka hiyo imani hiyo, that kind of faith. Hiyo imani inasababisha mtu akiuke amri ya mfalme, anafisha mpaka mtoto wa kwake. Ni imani ya aina gani? Faith. Unahitaji utetee imani. Hebu tizama, mfalme akasema ya kwamba kusiabudiwe Mungu mwingine. Danieli akaamua kumwabudu. Yani wakatoa sheria ya kwamba kusiabudiwe Mungu mwingine. Danieli kwa imani anajua no, mimi sitaabudu hiyo sanamu mmeiweka hapa. Sitaabudu hiyo amri na kiuka. Ni imani inayomwezesha Danieli, a man of faith, he believe in God, anaamini Mungu. Ninapoongea hivi, ninaongea hivi ndivyo uweze kuelewa ya kwamba imani kuna vitu inafanya. Imani ilisababisha Danieli ya kiuke, ilisababisha kina Shadraka, Meshaki na Abednego wakiuke amri ya mfalme, because they have faith. Yani Shadraka hata wanafurahisha vile wanaongea, wanasema lakini Mungu wetu atakuja, na kama hatakuja, yani ile imani niko nayo, hata kama hakuji, I have faith ya kwamba itafanyika. Hata kama hatakuja, sitaabudu hiyo sanamu. Na kuomba ya kwamba ukuwe na imani na Mungu. God is at work. Imagine hiyo situation yako unaiona ikiwa gumu. Hiyo doa umemwita ukaona ni kama Mungu hakujangi. Hiyo frustration unapitia unaona ya kwamba ni kama haina matunda. I have a word for you, and the word is have faith in God. Defend your faith. Sasa basi, ni vitu gani huwa zinaua imani katika maisha ya mtu? Ni vitu gani hizo huwa zinaua imani? Number one, frustration. Frustration ni kila. Frustration ni mlima unauaga faith. Frustration, it's a mountain that kills faith. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza, kulikuwa na vita ya Israeli, na Samueli akaambia Sauli, nenda ukaweke kambi ya maaskari wako pande ile, na mimi nitakuja nitoe dhabihu, nikitoa dhabihu ndio tuingie kwa vita. Na akasikia vile ameambiwa. Reality ni hii. Walipoenda siku ya kwanza, Samueli hakuji, ya pili hakuji, ya tatu hakuji, ya nne hakuji, ya tano hakuji. Maaskari wakaingia vita, wakaanza kutoroka. Sauli akasema hakuna simu ati nitampigia akuje. Kwani si aliniambia ni dhabihu anakuja kutoa? Hiyo ng'ombe iwekelewe, iletwe ng'ombe na mimi nishinje. Aliposhinja, Samueli ndiye anatoka. Ni nini ilisababisha? Ni frustration, misukumo ya ndani inakufrustrate. Yani imani inaisha. Miaka 35 unaona sasa mahali imefika, mimi siwezi yoreka. Frustrations. Unasema Mungu hata ukiniletea bwana ya wenyewe ni sawa. Ni frustrations. Ni frustrations. Mimi nikwambie, mimi nishaihudhuria harusi ya mtu wa miaka 70 something na ameoa 70, miaka 70 mimi nimehudhuria harusi. Don't be frustrated. Tetea imani yako, you need to defend. Aliyesema hata kama anaonekana atachelewa, atakuja. Hata kama, imagine Joseph anawaambia atakuja, tutarudi. Atakuja, tutarudi. Alichukua miaka 200, 200 years ndio akuje, miaka 200. Lakini inakaa kama hakuji, atakuja. Defend your faith. Achana frustration. Frustration. Umeralishia kuku mayai ati imekosa kuagua. Ati sasa you are frustrated. Paka unasema mimi sifanyi ukulima wa kuku, sijui nitafanya. Ulitoroa unabii ukaambiwa Mungu amesema ni utafaulu katika hiyo kazi unafanya, hiyo kazi. Na inakaa inakufrustrate hiyo kazi. Achana na ile kitu unaona saa hii. Wewe tizama ile ilinenwa na ukaambiwa Mungu amesema. Kwa hivyo achana frustration.
ati msichana wako ameshika mimba, sasa unasikia kujiua sababu msichana ameshika mimba. You are totally frustrated. Ati umekosa pesa ya rent. Ati sasa Mungu nataka kama hii nyumba haitalipwa, mimi nitauza baa. Frustration isikupeleke kuuza baa, isikupeleke. Frustration ni kweli, ni shetani huwa anaileta, inauaga imani. Frustration kills faith. Usikuwe frustrated in such a way that kama vile Sauli alikuwa frustrated. Imagine Sauli siku moja anaingia kwa vita ambapo Mungu hakuongea kama atashinda. Biblia inasema akauliza Mungu kupitia Ulimu, Mungu hakujibu. Akauliza Mungu kupitia Thumimu, Mungu hakujibu. Akauliza, kwani mimi nitaingia kwa vita hii namna hii jamani? Na Mungu amekataa kuongea. Nitafutiwa mshawi. Mtu ambaye anajua Mungu anaenda kwa mshawi kufanya nini? Imagine alienda kwa mshawi, sawa? Akaenda kwa mshawi. Ati anaenda kuuliza Mungu kwa mshawi. Anaenda kuuliza vita kama atashinda. Frustration inakiri imani. Umepanda, hakukunyesha. Ati sasa haujui vile utafanya. Wewe achana frustration. Biblia inasema ya kwamba kuna jaji alikuwa haogopi Mungu. Na hana heshima na Mungu na haogopi wanadamu. Na kwa hivyo, hiyo ni kukwambia he frustrated many people. Alifrustrate maisha ya watu wengi. Mama mmoja alisema mimi sijui frustration. Mama akakatalia kwake kwa gate. Alipata. Don't be frustrated. God is on your side. Tetea imani yako. I believe atakuja. Wewe amini tu atakuja. Amini atakuja. And he will come. May God bless you. May God be with you. May Lord do you good. May God give you grace. Don't be frustrated. Have faith in God. Baba, katika jina la Yesu, nasema ni asante kwa ajili ya nafasi hii. Natangaza ushindi wako na ukuu wako. Maneno ambayo nimeongea, ninaomba huyu ambaye ako frustrated atatetea imani na atasimama imara na ukuu wako utaonekana. Ninambariki katika jina la Yesu na kutangaza no more frustration. May your grace cover him and let your mercy be upon his life. We bless you and we honor you in Jesus' name. Amen. Asante. May you not be frustrated. Tetea imani na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Naitwa Pastor Raphael, CFF Makutano Meru, na Yesu ni Bwana. May God bless you, do you good. Ninakuomba support hii program kwa kutuma msaada yako kwa hii namba iko on your screen, and God will do you good. I love you. God be with you. Bye bye.